na awe ni yule ambaye Watanzania wengi wanaridhia kwamba awe ndio kiongozi wa serikali ya mpito. Na serikali hiyo itakuwa na waziri mkuu wa muda kama huyo kiongozi alivyo wa muda, na imependekezwa kwamba serikali hiyo isikae madarakani zaidi ya miezi 6, imalize jukumu la kwanza la kukamilisha katiba, jukumu la pili uchaguzi mkuu ulio huru na wa haki ufanyike na vyama vyote vya siasa vihusike, na yule yeyote ambaye atashinda basi huyo atatangazwa rasmi kuwa ndiye rais mpya wa Tanzania. Izingatiwe kwamba kwa sababu kumetangazwa kuundwa kwa serikali ya mpito, katiba iliyopo sasa hivi itakuwa imefutwa. Kutakuwa na usimamizi wa serikali ya muda na katiba ya sasa hivi itakuwa imefutwa. Hii ikiwa inamaanisha kwamba Samia anapojiuzulu ni pamoja na serikali yake, ni pamoja na bunge lote, na vitu vyote vinakwenda kufanywa upya katika kipindi kisichozidi miezi 6. Samia Suluhu Hassan, kamati imeagiza kwamba kabla ya kufika tarehe 9 Disemba uwe umekwisha kukabidhi madaraka kwa kamati ya mpito. Failure to